picha ya habari kubwa ambayo imetufikia hivi sasa ni kuhusiana na Young Africans wanaohusishwa na mchezaji kutoka polisi ya Kenya, Kotima. Inasemekana washamalizana naye kwa mkataba wa miaka 2. Kwa mtazamo wako, wapinzani wenyewe wanasema wanatamba sasa hivi msimu ujao steka la mabao washashughulikia, Kotima anatua pale Young Africans. Kuanzia hapo, kwa mtazamo wako, Kotima umemuona kwanza? Huyu anaitwa Vince Kotima. Kotima ana miaka 27. Huyu ni mchezaji bora kabisa. Sijui anaifanya scouti ya kutafuta wachezaji bora Yanga, sijui ni nani. Huyu ana mbingu yake. Brother, mimi nawahakikishia wana Yanga wote. Tena na hapa hadi Mungu, wallahi. Huyu mchezaji aliyomsajili Yanga, huyu Kotima, huyu ni zaidi ya Mayele. Of course, zaidi ya Mayele. Of course. Huyu ni mchezaji bora. Brother, mimi waga nafuatilia ligi kuu ya Kenya. Huyu ni mchezaji ambaye anaibeba Kenya mabegani, ikiwemo Polisi Kenya. Ni mchezaji bora kabisa. Huyu anapiga mguu wa kulia, anapiga mguu wa kushoto, anapiga kichwa. Mashabiki wa Yanga wote walikuwa wanamlilia Mayele. Huyu Yanga wameenda kumsajili yuko Kotima, huyu ni mchezaji bora kabisa. Mimi naona ni mateso kwetu. Ni mchezaji ambaye ndio maana nasema mchezaji bora achukui muda mrefu kumjua. Mashabiki wote watamjua mchezaji. Of course mchezaji mzuri. Kwenye ukweli tusemeni kweli. Huyu ni mchezaji ambao Yanga wamelamba dume, na mimi naenda kumuona Dube ama yule Depu wanaenda kusubiri mbele ya Umwamba. Ni mchezaji bora. Huyu kupa magoli 25-30 kawaida. Ni mchezaji ambaye tusiongee mengi. Wana Yanga wote wataamini mimi ninachosema. Bwana Pacha, pengine tuseme Depu na Dube walikuwa hawatoshi mpaka asajiliwe huyo mtu. Pale lazima kuna mmoja atakatwa. Of course unaweza kuona Yanga ujio huyo Kotima, maana yake nini? Lazima kuna mmoja ataondoka. Na ndio maana nasema Yanga wanapozungumzia kwenye maforward washafanya sana. Unaweza kuona kwenye Tambwe, unaweza kuona huyu Mayele, hata kwenye Makambo. Sasa hivi wamemleta huko Kotima. Wana Yanga wajiandae kumuimba Umwamba. Huyu ni forward bora kabisa. Brother anapiga kichwa kama mguu. Unaweza kuona anapiga mguu wa kushoto na anapiga miguu yote. Mimi naposema huyu ni forward bora, mashabiki wote wa soka mtamuona. Mimi nashuhudia ligi kuu ya Kenya. Huyu mchezaji mimi namjua, uwezo wake naujua. Brother, hebu ambie mashabiki wote wa Yanga, huyu ni forward bora. Kile kilio chao cha Mayele, huyu jamaa ndio kuziba. Na si ajabu akafunga magoli 40 mpaka 50 kwenye msimu. Ni mchezaji bora. Bwana Pacha, tunarejea kwenye NBC Premier League. Simba Sports tunakwenda kucheza dhidi ya Pamba Jiji, huku Dar es Salaam Young Africans anakwenda kucheza pale mkoani Kigoma dhidi ya Mashujaa. Tukinukuu maneno ya mchambuzi kutoka Clown Sports Nasibu Mkomwa, anasema kwamba wachezaji wa Simba na benchi la ufundi hawajalipwa hali ya kuwa wanarejea kwenye NBC Premier League. Na hii habari mimi imenistua. Hata mimi nimeona kwenye mtandao. Lakini hebu nitumie fursa hii kuambia management yangu. Nitumie fursa hii kuambia uongozi wangu. Kama kuna wachezaji ambao hawajalipwa, brother, ili jambo mimi siungi mkono. Hawa wachezaji wanatumia jasho na maarifa ya kutosha. Of course wana familia. Unaweza kuona wachezaji kutoka Mamelodi, wachezaji kutoka mataifa tofauti, wanakuja si kutafuta riziki kwetu. So far unapomchezesha mchezaji, unaposhinda kumlipa stake zake, ikiwepo wana almost miezi 2 au 3. Ili jambo mimi support. Na ili jambo kwa maslahi mapana ya mpira wetu mimi siungi mkono. Brother, tunaenda kucheza na timu kama Pamba. Pamba ni timu ngumu. Pamba ni wapinzani wagumu. Tunapokutana nao Pamba, tuna struggle. Sasa tunaenda kukutana na timu ambayo ikiwa bado kuna mpasuko ndani ya timu yetu. Ikiwepo wachezaji bado hawana ile morali ya kuchezea timu yetu. Of course pamoja na kudai madeni yao. Na ndio maana nasema ili jambo management yangu hebu jitathmini, walipe hao wachezaji. Hawa wachezaji tofauti na sisi mashabiki. Sisi mashabiki tuna uchungu na timu yetu. Hawa wachezaji wapo kazini. Mtumie fursa hii kuambia mashabiki wenzangu wote, tupaze sauti ya wachezaji walipwe. Hawa wachezaji wapewe stake zao, na kuhakikishia anapoongea hivi Rushan Dorok ama Suleiman Mwalimu wananishukuru kuwalipo. Rushan Dorok ama huyu Maema wananishukuru. Of course tunawasemea. Sisi tunavyoongea hivi ujumbe wetu unafika mbali. Brother, hawa wachezaji hawana watu wa kuwasemea zaidi yetu sisi.
Na mimi timu yangu naishangaa hivi vitendo, hebu tubadilikeni. Unapoizungumzia Simba ni timu kubwa Afrika. Simba si tunajifananisha na Mamelodi ama Orlando Pirates ama Wydad. Hizi timu zote kubwa ambazo tunajifananisha nao hawana mambo ya ujanja kama hivi. Bana Pacha, tumeshikilia hapo unasema mnajifananisha na Mamelodi. Pengine hamfanani? Hebu tuzungumze ukweli kabisa. Unapozungumzia Simba, sasa hivi tunaweza tukakaa meza moja na Al Ahly na Mamelodi tukaongea. Wote tunajadiliana kwamba msimu huu nani awe bingwa, ikiwemo kwenye nusu finali ama kwenye finali. Manake nini? Manake kwamba zile element ama zile tabia ambazo wanazo wenzetu na sisi tuwe nazo. Haiwezekani ukajiita timu kubwa ikiwa bado unadaiwa na Rushan Dorok ama unadaiwa na Suleiman Mwalimu. Haiwezekani ukajiita timu kubwa wakati bado kuna ujanja unafanya. Na ndio maana nasema mimi nitegemea mashabiki wote tuungane, tupaze sauti, hawa wachezaji wetu walipwe. Tunapomlaumu huyu Kamara, nani huyu Kobisi ambao wengi tunamuita nani huyu kipa wetu huyu? Kasali. Kasali. Mimi namuita Kobisi aliyochangamka. Tunapomlaumu kwamba anaachia magoli, tukumbuke kwamba kuna hela ambazo anadai. Na jambo kama hili sioni mashabiki wenzangu tukapaza sauti, tunaposimama tukawasemea sisi kwamba wachezaji wanadai, walipo hela zao, na kuhakikishia Mungu wallahi yao wachezaji wote wanafurahia. Pacha Simba, tuzungumze kuanzia hapa. Tutakisha mechi tano za ligi kuu soka Tanzania bara. Ubingwa mmeuona? Kwa maana Young Africans kwa bado wa alama 2. Hebu ambie mashabiki wote wa Simba. Tunategemea kwamba Yanga apoteze alama zake. Almost ni timu ambazo tunaweza tukasema Yanga anaweza kumsimamisha ni timu mbili. Kuna Azam na wana nani? Na TRA. Brother, hebu kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Unaponambia kwamba Yanga anafungwa na TRA, ili jambo mimi binafsi mimi nizungumze ukweli. Bado Yanga anaenda kushinda mbele ya TRA. Na huu ni ukweli mchungu. Unapozungumza hivi mashabiki wengi wa Simba wananijia juu. Lakini TRA ana ubavu wa kumfunga Yanga. Ana ubavu wa kumfunga Yanga. Kwa maana unakosema Yanga ni bingwa. Hebu ambie mashabiki wote wa Simba. Yanga fungu mechi yote inayobakia. Hawa TRA, Azam, Yanga anashinda. Kabisa. Almost hata sisi pia. Simba tufungu mechi zote. Hizi mechi zote zinazobakia Simba tunaweza kuzikashinda. Timu yetu imejipata. Ndio maana nasema mashabiki wote ambaye atakwambia Simba kwa kipindi hiki Simba mbovu ama Simba haina kiwango, huyu hajui boli. Hizi mechi zote sisi tutashinda. Kwenye ubingwa sasa. Sasa kwenye ubingwa sasa hapo ndio tutakaa kwenye fanya calculation. Wao wameshinda mechi zao na sisi tushinde mechi zetu. Kila mtu ashinde mechi zake. Kwenye ubingwa wao wametuzidi pointi 2. Brother, Yanga anaenda kuwa bingwa kwa pointi 2. Yanga anaenda kuwa bingwa kwa pointi 2. Na huu ukweli unapozungumza mashabiki wengi hawataki ukweli. Kwa Yanga unampa ubingwa. Una asilimia ngapi Yanga unampa ubingwa? Almost Yanga anachukua ubingwa. Unaweza kuona Manchester City. Yanga anachukua ubingwa kuanzia hapa. Yanga amezidi pointi 2. Brother, mtu anachukua ubingwa kwa magoli. Kwa ubora au kwa nini? Mechi pekee ambayo mashabiki wengi wa Simba wataungana na mimi, mechi ambayo tulomkabidhi Yanga ubingwa ni mechi ile ya 2-2. Ile mechi ilitumiza sana. Ile mechi ilikuwa yetu wana Simba. Yanga ametoka nyuma amepiga comeback. Kwa maana mimi nilisema Yanga mbovu imepiga comeback ya kibabe kwenye Simba ile kwa tishio. Brother, ile ilikuwa ni mechi yetu wana Simba. Ile ndio ilikuwa mechi ambayo ya kutafuta nani bingwa. Brother, tumeacha pointi 2 na Yanga. Hizi mechi zilizobakia zote kila mtu atashinda. Unaambiwa kila mtu ashinde mechi zake. Kwa ubingwa msahau. Na ndio maana nitumie fursa hii kwambia mashabiki wote wa Simba. Anayetegemea kwamba tutapata ubingwa msimu huu, huyo tumpime afya akili. Anayetegemea? Kabisa. Huu ni ukweli mchungu ambao mashabiki wote wa Simba wanapozungumza hawataki kusikia. Anayetegemea? Shabiki yote ambaye anategemea tutapata ubingwa, huyo tumpime afya akili. NBC. Kabisa. Mimi timu yangu ikipata ubingwa, hiyo ni bonus. Ikipata ubingwa? Hiyo itakuwa ni bonus. Lakini ukinaliza nani atakuwa ubingwa, tuongee ukweli kabisa. Brother, hawa Yanga wana nafasi kubwa kuliko sisi. Bana Pacha, pengine tuseme historia mpya inaenda kuandikwa mara 5 mfululizo. Kabisa. Kwa sababu Yanga ameshachukua mara 4 na yeye akichukua mara 5, ndio ukweli. Unaambiwa siku zote ukweli unaumiza. Unaambiwa sema kweli japokuwa chungu. Sema kweli japokuwa inakuumiza. Yaani wakati naenda mbele tairi zote zinaenda mbele, sasa huko kuna iliza ama kuna tata. Ile tata ndio naipo. Iko pale Vingunguti nilikuwa na waki wanajua mvua inapigwa hapa. Kaka watoto wa muda wamepigwa na kitu kizito, mna iliza, mna tata, mna kaka. Bwana rais wa Tanzania.